Siku kadhaa bidada Wema aliweza kuitwa na bodi ya filamu Tanzania kutokana na kile ambacho aliweza kukifanya siku kadhaa nyuma zilizopita. Alionekana amevaa mavazi ambayo yapo kinyume na maadili ya Tanzania kwa sababu ilikuwa kama vile kavaa nusu uche. Watu walikuja kupitia comment section walimzagaa sana na kumwambia kwamba bidada Wema hatujakuzoea kama hivi, bali kuna watu ambao wanakushawishi. Na ikumbuke siku hiyo pia alikuwepo pamoja na Gigy Money. Watu wengi wakamrushia maneno kwamba Gigy anahusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kumconvince Wema Sepetu kuweza kuvaa vile ambavyo ameweza kuvaa. Siku ambayo alitumia barua wito kutoka bodi ya filamu Tanzania, alitakiwa aweze kuripoti makao makuu Mei 22 mwaka 2025 ili aweze kuzungumza kwa kile ambacho kinaendelea. Ni kipi ambacho amekizungumza? Na Mei 22 mwaka 2025 ndio leo. Na leo Wema Sepetu amefika makao makuu ya bodi ya filamu Tanzania, na hiki ndicho kilichojiri. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Blue House Dax Media. Mimi ni Dulkana_OG. Mara baada ya Wema Sepetu kuweza kupokea wito kutoka bodi ya filamu Tanzania, ambao ni miongoni mwa bodi ambayo inasimamia vigezo vyote vya filamu pamoja na maadili katika taifa la Tanzania. Hivyo bidada Wema aliweza kuitwa kutokana na mavazi aliyoweza kuyavaa siku kadhaa nyuma akiwa party pamoja na rafiki yake ambaye ni Gigy Money. Watu walishangaa sana na walijiuliza maswali mengi sana kwa hicho ambacho kiliweza kutokea, kwa sababu Wema hawajamzoea kuvaa kama vile. Lakini yeye Wema alipoambiwa kabla ya kuitwa na bodi ya filamu Tanzania, alizungumza kwamba hii ni fashion tu kawaida, lakini watu wanashindwa kuelewa kwa hiki ambacho nimeamua leo kutoka nacho. Hivyo wasiumize kichwa sana, hiki ni kitu cha kawaida mno. Basi kupitia akaunti ya Instagram ya bodi ya filamu Tanzania, mara baada ya kuweza kuona hizo video ambazo zilitrend zaidi kwenye mitandao ya kijamii, basi wito moja kwa moja na barua iliweza kuandikwa ili mradi aweze kuitwa Wema Sepetu kwenye bodi ya filamu Tanzania waweze kuzungumza kwa kina zaidi kwa kile ambacho kiliweza kutokea. Wapo wengine walizungumza kwamba Wema Sepetu hakuhitajika kuitwa hivi hadharani ama bodi ya filamu Tanzania kuweza kuposti kupitia akaunti yao ya Instagram, bali ilikuwa ni wito maalum ambao ulitakiwa uende kwa mtu mmoja. Wako wengine pia walizungumza kwamba inabidi ajifunze kutokana na kile ambacho amekifanya. Hii ni tabia ambayo itakuwa ni endelevu, itakuja kumkosti siku moja, na taarifa nyingine nyingi zaidi kutokana na kile ambacho kiliendelea. Sasa Wema leo Mei 22 mwaka 2025 amekuja moja kwa moja kufunguka kile ambacho aliweza kuitiwa pale bodi ya filamu Tanzania na kuzungumza kwa kina zaidi kwa kile ambacho kiliweza kutokea. Dada Wema Sepetu amekiri na amekubali kweli siku ile alivyokuwa na Gigy Money kule parts, kweli alikosea kutokana na yale mavazi ambayo aliweza kuvaa. Ukitazama yeye ni kioo cha jamii, kwa hivyo kile ambacho alikifanya kiko nyuma zaidi ya maendeleo, kiko nyuma zaidi na maadili ya Kiafrika pamoja na maadili ya Tanzania, kwa sababu hakutakiwa kuvaa vile na kuweza kuposti kupitia mitandao ya kijamii. Na pia wale wote waliomuona kwenye ile part wanamtafsiri vipi, kwa sababu yeye anatumika kama kioo cha jamii. Bodi ya filamu Tanzania ilimuita, haikumpiga faini yoyote, hawakuzungumza mambo yote mabaya, bali ilikuwa ni kikao maalum ambacho kilikuwa kinamhusisha bidada Wema Sepetu kukumbushana kwa kile ambacho anatakiwa kukifanya. Sio kwamba walimuita kumkashifu, kumpa faini ama nene, bali walimuita ili mradi waweze kuzungumza kwa kile ambacho kinaendelea, waweze kukumbushana. Akumbuke yeye ni mwigizaji, hivyo jamii inamtizama yeye. Mara baada ya hizi post pamoja na video wakiwa club, jamii nzima inatizama kwake, na wakishatizama kwake wakiona mbona Wema Sepetu anavaa hivi, na mimi nikivaa kumbe sio mbaya, kwa sababu yeye ndio namtizama zaidi. Na kwa nini bodi ya filamu hawajamchukulia hatua yoyote? Kwa maana kwamba kila kitu kiko poa, na ndio maana bodi ya filamu Tanzania imeamua kuja moja kwa moja kuweza kuzungumzia kuhusiana na hili sakata na kuweza kumpa wito Wema Sepetu dada yetu, ili mradi aweze kufika bodi ya filamu kuzungumza kwa kile ambacho kiliweza kutokea. Kwa nini imekaa hivi? Kwa nini aliweza kuvaa hivi? Na bila shaka Wema Sepetu amefunguka moja kwa moja na kueleza kwamba ni kweli siku ile amefanya makosa,
lakini alikuwa anaogopa sana kufika Bodi ya Filamu Tanzania kwa kile ambacho amekifanya. Lakini Bodi ya Filamu ni miongoni mwa bodi ambayo iko vizuri zaidi, imemshauri na kumkumbusha kile ambacho anatakiwa kukifanya yeye kama msanii kwenye tasnia ya filamu hapa Tanzania. Ngoja nikuache usikilize ambavyo dada Wema Sepetu alizungumza kuhusiana na Bodi ya Filamu Tanzania, alafu uniandikie kupitia comment section hapo. Ni kweli amejifunza kwa kile ambacho amekifanya ama ni vile tu anataka aombe samahani mbele za watu? Kama ndio kwa kwanza kutazama channel yetu, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni follow pale Instagram @Dulkana_OG, utakuwa umetisha kinoma na mtu wangu nguvu. Hebu msikilize Wema Sepetu alafu niandikie kupitia comment section. Je, kweli alifanya makosa na ameomba msamaha kutoka moyoni ama imekaaje? Muda huu kwa jina naitwa Wema Isaac Sepetu. Mimi ni msanii wa filamu Tanzania, lakini pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Wema wa Mama. Leo tarehe 22 nimefika hapa ofisi za Bodi ya Filamu na nimeitikia wito, waliniita kwa ajili ya kufanya mazungumzo, na naweza kusema kwamba kikao hiki hakikuwa cha kisheria kama nilivyoambiwa na viongozi wangu, lakini kilikuwa ni kikao cha kukumbushana na kuambizana yale ambayo yako mema, na nimeyasikia, na mimi kama mimi nakiri kwamba nilifanya makosa, na like they say kufanya makosa sio kosa, kurudia kosa ni kosa. Na nimeijua thamani yangu na nimewashukuru sana kwa sababu nadhani wasingeniita nisingetambua nina nafasi gani katika jamii. So nimekiri makosa na napenda kutangaza rasmi kwamba kile ambacho kimetokea hakiwezi kujirudia tena, na napenda pia kutoa ari kwa watu wote ambao wananiangalia mimi kama kioo cha jamii, basi waweze kuwa wako kwenye njia nzuri, kwa sababu ile njia ambayo nilikuwa nimepita hapo. Habari za